Jeshi la polisi mkoa wa Songwe limefanikiwa kumkamata mtuhumiwa mmoja, jina lake limehifadhiwa kwa ajili ya upelelezi, aliyehusika katika tukio la unyang'anyi kwa kutumia silaha lililotokea Februari 4 mwaka 2026 majira saa 4 asubuhi katika eneo la Kisimani, mtaa wa Unyamwaga, kata ya Tunduma, wilaya ya Momba, mkoa wa Songwe. Akiongea na vyombo vya habari, kamanda wa polisi mkoa wa Songwe Agustino Senga amesema katika tukio hilo mtuhumiwa huyo na wenzake walimfyatulia risasi Yengo Mwapina, mkazi wa Songea, wilaya ya Momba, mkoa wa Songwe, na kumsababisha jeraha katika kiuno upande wa kushoto, pamoja na kumnyang'anya fedha kiasi cha shilingi milioni 54 za Kitanzania akiwa anatoka benki ya NBC Tunduma. Watuhumiwa hao bado wanashikiliwa kwa ajili ya mahojiano ili kubaini mtandao wao na watu wengine wanaoshirikiana nao katika vitendo vya ujambazi na unyang'anyi kwa kutumia silaha katika maeneo mbalimbali ya mikoa ya Nyanda za Juu Kusini. Jeshi la polisi katika tukio jingine limefanikiwa kumkamata mtuhumiwa mmoja ambaye jina tunalihifadhi kwa sababu za kiupelelezi, aliyehusika katika tukio la unyang'anyi wa kutumia silaha lililotokea tarehe 4 Februari 2026 majira ya saa 4 asubuhi katika eneo la Kisimani, mtaa wa Unyamwanga, Tunduma, wilaya ya Momba na mkoa wa Songwe. Katika tukio hilo mtuhumiwa huyo na wenzake, kama mtakumbuka, walimshambulia kwa risasi Yengo Mwapina, mkazi wa Sogea, wilaya ya Momba, mkoa wetu wa Songwe, na kumsababishia jeraha katika sehemu yake ya kiuno upande wa kushoto, pamoja na kumnyang'anya fedha taslimu shilingi milioni 54, huyo akitokea kuchukua pesa katika benki ya NBC Tunduma. Watuhumiwa hao bado wanashikiliwa kwa ajili ya mahojiano ili kubaini mtandao mzima wa watu wengine wanaoshirikiana nao katika vitendo vya kihalifu za kutumia silaha katika mkoa wetu na mikoa hii ya jirani ya Nyanda za Juu Kusini. Tunapochukua pesa nyingi benki, kuanzia milioni 10 hata milioni 5, ni vyema polisi tukapata taarifa, tukatoa escort ili watu hawa waweze kusafisha fedha zao kwa usalama. Askari tunao wajibu wa kufanya hizo kazi, kwa sababu kazi ya msingi ya polisi ni kulinda raia na mali zao. Kwa hiyo ni washauri wananchi, tusiangalie biashara tu, lakini pia watu wa benki mtusaidie. Mnapokuwa na miamala mikubwa namna hiyo, basi tushirikishane ili tuweze kuwa na uelewa pamoja katika taratibu za kusafirisha pesa nyingi, ili madhira kama haya ambayo yametokea hivi karibuni yasiweze kutokea katika maeneo yetu. Kwa hiyo niombe wananchi katika mkoa wetu wa Songwe wafanye kazi halali na si kutegemea makosa ya kihalifu, kwani uhalifu haulipi.